Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi wakati wa kuchangia niliweka nia ya kuzuia hili fungu na nilikuwa na hoja zangu mbili, na hizi hoja hazikujibiwa wakati wa waziri alipokuwa anaelezea. Tunaona katika uratibu kulikuwa kuna idadi ya vijana ambao watakaopatiwa mafunzo, watakaowezeshwa ni 360,000, lakini ukiangalia ni zaidi ya vijana 600,000 wa nchi hii. Bado ukiangalia ni nusu ya wale ambao waliokadiriwa kwa mwaka 2026-2027. Kwa hiyo atuambie waziri ni kwa namna gani atalimaliza gap la zaidi ya asilimia 50 ya vijana ambao bado ajira hawana, lakini pia hawana minzi yoyote ya kuishi. Lakini swali la pili ni upi mpango wa serikali kuondoa urasimu kwenye upatikanaji wa zile taratibu za wao kuwezeshwa kiuchumi. Asante. Asante Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba ni mjibu Mheshimiwa Dr. Nasra kwenye hili ambalo amelieleza. Mpango tumeshaueleza, na kama atajielekeza vizuri kwenye kitabu imeeleza kwa kina namna ya kwenda kuwa mpango wa serikali kwa maana ya wizara katika kuajiri vijana wa nchi hii, na tumetaja namba kamili ambayo tunakusudia kwa mwaka huu kwenda kuajiri. Pale ukienda ajira ambazo tunazitarajia kwa mwaka huu tumezieleza kwa kina. Karibuni ajira 70,000. Hii tunaenda kutafsiri. Ilani yetu sisi ya Chama cha Mapinduzi imeelekeza ajira 350,000. Ukiangalia kwa mwaka uliopita tumeajiri karibu vijana 46,000. Tuna vijana karibu 20,000 na tutawacompensate katika ajira zijazo, lakini kwa mpango wa mwaka huu tunaenda kuajiri vijana 70,000. Lakini katika swala la pili hili la urasimu, Mheshimiwa, nataka nimwambie tu Mheshimiwa, hakuna urasimu wa namna yoyote katika swala hili, na yeye kama atakuwa labda pengine ana ushahidi wa hili ambao anasema au ana uthibitisho wote, mimi niko tayari kushirikiana naye kuona kwamba tunaondoa hiyo kadhia na tunaendelea mbele kuwahudumia wananchi. Asante Mheshimiwa Dr. Nasra. Mheshimiwa Mwenyekiti, vijana wa nchi hii ni zaidi ya 600,000. Yeye amezungumza kwamba kuna vijana 70,000 watapata ajira. Lakini ukiangalia alivyoangalia kwenye P01 kuna vijana 360,000 ambao walitajwa tu kwamba wao watafuatwa na kuelekezwa labda mbinu mbalimbali za kupata ajira. Lakini sio vijana 360,000 wa nchi hii, ni vijana zaidi ya 600,000. Swali langu ni kwamba tunawezaje kucompensate 50% au zaidi ya 50% ya vijana ambao bado hawatawafikia kwa sababu hawakuonyesha nia ndani ya hotuba yao wala kwenye randama hazikuonyesha hicho kitu. Ni namna gani wataweza kuwafikia ile asilimia ya zaidi ya 50 ambao vijana hawa hawatafikiwa kama ulivyoeleza kwenye hotuba yako na kwenye randama? Asante Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Dr. Nasra, naomba nielewe. Sidhani kama yeye mwenyewe anafahamu kwamba sisi tungeweza kuajiri vijana 600,000 kwa awamu moja. Serikali itaajiri kwa awamu, lakini na namna ya kuajiri tutawapa hawa, lakini pia tunayo component ya uwezeshaji. Wakati tunawaajiri na wengine wanawezeshwa, tutakwenda awamu kwa awamu, lakini mwisho wa siku vijana ambao tumewalenga kuajiri tutawapa ajira kama tulivyoahidi. Mheshimiwa. Naam, Mheshimiwa Dr. Nasra. Mheshimiwa Mwenyekiti, swali langu ni kwamba gap ya hawa 50,000 kuna mkakati gani? Sawa, utaajiri wale ambao ulitaja utawaajiri. Hawa wengine waliobaki, kwa sababu kila unapokwenda mwaka wa fedha ujao asilimia itaongezeka, kwa sababu wale vijana ambao walikuwa miaka 14 mwakani watakuwa tayari miaka 15 wameshaingia kwenye kundi hili la vijana ambao tumewashughulikia. Utawezaje kukidhi gap ya hawa ambao hujawataja kabisa? Ni namna gani serikali itaweza kuhakikisha
vijana hawa waliobakia ambao hawajapata mbinu yoyote ya kupata ajira, utawezaje kuwasaidia ili angalau inapofika 2027 tayari wawe na mbinu za wao za kujiajiri au za kupata mbinu zote za uwezeshaji? Asante. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, Dr. Nasra naomba anielewe hapa kwa kina zaidi. Narudia tena kusema tutawaajiri ambao watapata fursa za kuajiriwa. Hiyo gepu ambayo anaizungumza, wizara bado ina mipango mengi sana ya kuimpact skills kwa vijana, maarifa mapya, uwezeshaji. Kwa hiyo hakuna kundi ambalo tutaliacha, wote hawa tunakwenda nao. Lakini mwisho wa siku lengo la serikali kuhakikisha vijana wote tunawapa ajira. Nakushukuru sana. Mheshimiwa, nadhani mara yako ya mwisho. Naam. Na hizo umeridhika? Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, ni mara yangu ya mwisho, lakini najua ana mikakati. Aitaje hiyo mikakati ambayo anataka yeye kuwachukulia wale ambao hawatapata hizo ajira, ni mikakati ipi? Mheshimiwa Nasra, nikimpa mheshimiwa itakuwa hii ya 4 sasa. Lakini amekuambia kwamba kuna mikakati na program tofauti tofauti ambazo wanaenda kuzifanya kwa ajili ya vijana. Mimi nadhani pia amekupa fursa ya kuwa mkae pamoja. Nadhani ichukue hiyo nafasi. Asante. Kama fursa ipo sawa? Ipo. Tunaendelea.